Habari nzuri, habari za wewe? Nimefurahi. Poa. Tumefurahi. Tumefurahi kwa sababu timu imevuka kutoka stage moja kwenda kwenye stage nyingine na hatukuvuka kinyonge. Ni ushindi wa mabao 5-0 on aggregate, ambao ukichagiza kutoka away na mechi ya nyumbani imetusaidia kupata ushindi ambao tunaingia hatua inayofuatia kibabe zaidi. Sijajua upande wa pili, lakini kwangu mimi, kwa mashabiki wa Young Africans, naamini ni ushindi mkubwa, ushindi mnono. Tumevuka stage, tumeingia kwenye stage nyingine. Sasa ni kuangalia tunapangwa na nani. Sawa, pressure ilikuwaje kwenye mchezo huu? Japo mlikuwa mna advantage ya goli 3 za ugenini na nyendo mlikuwa mko mbele zaidi. Pressure haikuwa kubwa. Pressure haikuwa kubwa kwa sababu kuna utofauti. Unaposhinda mechi ya away goli 3-0, tayari unakuwa na advantage ya kuvuka. Kwa maana hata ukitoa sare, ukifungwa 1, ukafungwa 2, tayari una advantage ya wewe kufanyaje? Kufuzu kwenda raundi nyingine. Mimi nikizungumza sasa kifootball. Unajua kwa nini mashabiki wa mpira wa Tanzania wanapokuwa uwanjani hawaangalii impact ya timu kutoka kwenye hiyo stage, wanavuka wanaenda wapi, wana michezo mingapi, situation ya mechi zikoje? Sisi tunaendeshwa na pressure ya dakika 90 tu. Sio kama hapo unanielewa. Hii ni changamoto ambayo inahitaji elimu kubwa kutoka kwa wachambuzi. Shida tulionayo kwenye nchi yetu, tuna aina ya wachambuzi ambao wana ushabiki. Kile kitendo cha kuleta ushabiki kwenye uchambuzi ndicho kinachoathiri soka la Tanzania. Naomba hapa niongee nieleweke. Namna ya wachambuzi wa mpira wa Tanzania wanachokifanya, hawaangalii athari zinazoiathiri timu zetu na mpira wetu wa Tanzania katika namna ya kuuchambua mpira. Wanachokitizama ni kuongeza pressure kwenye hivi vilabu. Baada ya kuongeza pressure, wao wanaangalia maslahi ya vilabu wanavyovishangilia. Noti hichi ninachokwambia. Young Africans ameshinda mechi ya away bao 3-0 kwenye mashindano ya Champions League. Unategemea kwamba timu inaenda kwenye mechi ya ligi kuu, unataka kucheza mchezo na Pamba siku 3 zilizopita. Leo ulikuwa ni mchezo ambao kama sio pressure kupewa na wachambuzi kwamba labda wanavyochambua Yanga anacheza vibaya, Yanga anafanya hivi, Yanga hivi, kocha sijui hivi, kama sio kuletewa pressure za wachambuzi, Miss Yanga angekuja leo kwenye mchezo, angecheza kwenye tempa ya kawaida, kuvuta pumzi ya kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao siku 3 mbele tunaenda kucheza Mbeya. Hesabu kilomita za kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya. Tuna mchezo mwingine Mbeya wa ligi ambao Yanga anatakiwa kutafuta alama 3 muhimu kuelekea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara wa msimu wa 2026. Sio kama unanielewa. Lakini nini kinaendelea? Kinachoendelea ni wachambuzi kuendelea kuipiga pressure Young Africans. Inawezekana wanaona tunavyokuwa mabingwa, wanatamani club nyingine iwe bingwa, kuonesha labda kuna ushindani mkubwa kwenye ligi yetu ya nyumbani. Lakini kama Yanga ana hadhi ya kuwa bingwa, msitulazimisha kutugea pressure kwa kutokosesha ubingwa kilazima. Hapa sasa na wavagawa na Yanga wenzangu. Yaani mimi hapa niko kwenye wana Yanga. Njoo ndugu yangu. Wewe hata ukinisikia wewe na wakinisikia na waliopo, ujumbe utafika. Kwanza tunapaswa kuwa wamoja. Tunapaswa kuwa wamoja kwenye kuishabikia timu yetu. Wote tunajua mpira. Hamna mshabiki wa Yanga asiyejua boli. Hakuna. Tunavyokuja uwanjani
Cha kwanza ni timu kupata matokeo ya alama 3. Hiyo ndio big issue ya kwanza. Zai na waandishi wengine wa habari mliopo, Young Africans anavyoanza mechi, sekunde ya kwanza ikapigwa touch ya kwanza, mtu akalenga goli akascore, hautashangilia wewe shabiki wa Yanga? Lazima ushangilie, si ndio? Unashangilia nini pale unaniambia kwamba kuna mpira mzuri ulichezwa ndani ya hiyo sekunde ya kwanza mpaka likafungwa goli? Watu wanakuja hapa kushangilia magoli. Sasa kwenye football goli linaweza likaja sekunde ya kwanza au likaja sekunde ya mwisho. Hapo kinachoangaliwa ni kwamba umeshinda au haujashinda. Yanga imeshinda michezo yote ambayo kocha huyu amesimamia. Michezo yote. Yanga hakuna mchezo ambao imeondoka uwanjani imeruhusu bao chini ya kocha huyu. Sijui kama unanielewa. Lakini kwa sababu tunasubiri goli tunalisubiri, ukishaona dakika 60 halipo, bado halijafungwa. Sasa pale watu wanaangaliana usoni, kila mtu anamwangalia mwenzie, minong'ono inaanza, pressure inakuwa kubwa. Lakini yote kwa sababu gani? Wachambuzi walichambua, Yanga inacheza vibaya, Yanga ina kocha mbaya. Kama mnaendelea kuchambua hivyo, maana yake sasa pressure inaongezeka kwenye Champions League. Nchi haitafanya vizuri kwenye Champions League, sababu mnapoipressurize Yanga, hamuipressurize Yanga peke yake. Watu wanasema sawa, Yanga anacheza vibaya, tumwangalie Simba anachezaje. Ukifika kwa Simba ndo unakuta anapigwa mwingi kuliko hata Yanga Afrika. Sawa, Yanga Afrika na Simba. Ukitoka hapo utaenda kwa Azam, confidence anaitoa wapi? Kama wakubwa wake wanasema. Utaenda kwa Singida, confidence wanaitoa wapi? Lakini wanapaswa kuchambua football ndani ya dakika 90 na impact ya mechi kwa mechi. Mechi hii haikupaswa kuwa na pressure kubwa kutoka kwa wachambuzi. Mimi nakataa. Yanga anaongoza bao 3 away, anakuja nyumbani, wachambuzi mnatuongezea pressure kweli? Embu hii tuiongea, ni bao 3-0 unatuongezea pressure. Tuache kufocus na next match. Mechi kama hizi unakuta kwenye nchi za wenzetu wanaanza kuangalia miundombinu kwa stage inayofuatia. Wanaanza kuangalia kama Yanga na mchezo unaofuatia mgumu wa ligi, na sio mchezo mwepesi. Mchezo wa Yanga na Mbeya City ni mchezo mgumu kweli kweli away. Hii ligi kuu Tanzania bara nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Maana yake unaweza ukawa na mchezo mgumu ndani kwenye ligi kuliko mchezo wa Champions League. Hiyo noti kutoka kwangu nakwambia. Yaani usichukulie poa. Unaweza ukawa na mchezo mgumu wa ligi kuu kuliko wa Champions League. Huu mchezo wa leo tuliocheza na hawa wale Elite, inawezekana huu mchezo ukawa ni wa kawaida kuliko ule tunaenda kucheza Mbeya. Why pressure iongezeke kwenye mchezo huu kuliko ule mchezo wa Mbeya dhidi ya Mbeya City? Na wasiwa na Yanga wenzangu, tuje uwanjani kuisupport timu. Tukifika uwanjani wakati tunalisubiri goli, sisi kazi yetu ni kushangilia. Wakati haya majukumu mawili yanazungumzwa, jukumu la mwalimu tumwachie mwalimu kwenye pitch afanye kazi yake, na sisi tutimize majukumu yetu. Lakini kama mtakuwa mpo nyumbani mnaangalia mpira kwenye TV, unasubiri baada ya mpira kuisha umsikilize mchambuzi, utaingia chaka. Wachambuzi wetu ndio hao wachambuzi ambao mpira ukiisha wanavaa jezi za Simba, wanakaa kwenye redio, anaichambua Yanga. Hawezi kuichambua Yanga katika ubora wake. Asante.